kwamba mahakama ya wilaya ya Chunya imemhukumu kifungo cha maisha jela mtu mmoja anaitwa Joachim Joseph Rutebo miaka 30, mkazi wa kijiji cha Rupatinga baada ya kupatikana na hatia kwa kosa la kumbaka mtoto wa miaka 4. Hukumu imetolewa tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2025 mbele ya Mheshimiwa James Mwanuzi na mwendesha mashtaka wa serikali ambaye ni mkuu wa mashtaka katika wilaya hiyo Mwajabu Tengeneza. Na tukio hili lilitokea tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka 2024 saa 1:30 asubuhi huko katika kijiji cha Ifuma kilichopo kata ya Rupatinga tarafa ya Kipimbawe wilaya ya Chunya. Ndipo mtumiwa baada ya hapo aliweza kukamatwa na kufikishwa kituoni na upelelezi kukamilika na hatimaye kufikishwa mahakamani hadi kufikia hatua ya kuweza kupatikana na kifungo hiki. Wakati huo mahakama ya wilaya ya Chunya imemhukumu mtu mmoja ambaye anaitwa Obedi Abrahamu Mrugara miaka 36 kwa kosa la kumbaka mwanamke mwenye umri wa miaka 31. Mtumiwa amekamatwa na kufikishwa katika kituo cha polisi na hatimaye tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2025 mbele ya Mheshimiwa James Mwanuzi na kesi ikiongozwa na mwendesha mashtaka wa serikali ambaye anaitwa Mwajabu Tengeneza ambaye pia ni mkuu wa mashtaka katika wilaya hiyo. Waliweza kufikia hatima ya kumtia hatiani mtumiwa huyu baada ya ushahidi uliotolewa kujitosheleza. Pamoja na mafanikio hayo na shughuli zilizofanywa na jeshi la polisi, lakini pia zipo jitihada za kuzuia na kudhibiti ajali za barabarani katika mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo kwa kipindi cha mwezi Mei mwaka 2025 jumla ya makosa ya ukiukaji wa sheria za usalama barabarani 7624 yaliweza kukamatwa. Kati ya hayo magari ni 6613 na pikipiki pamoja na bajaji ni 1011. Aidha jumla ya magari 6613 haya yalikaguliwa kabla ya kuanza safari na yalikaguliwa katika checkpoints zetu zilizonazo katika mkoa wetu wa Mbeya ambako ni katika maeneo ya Nyara, Shemango pamoja na Iwambi. Pia jumla ya madereva wawili walifikishwa mahakamani kutokana na kukiuka sheria ya usalama barabarani kwa kuendesha vyombo vya moto kwa uzembe na kuhatarisha maisha ya watumiaji wengine wa barabara. Lakini pia madereva 8 hawa wamefungiwa leseni zao za udereva kutokana na makosa hatarishi ikiwemo kusababisha ajali, mwendo kasi na kuyapita magari mengine kwenye maeneo hatarishi yakiwemo maeneo ya miteremko na maeneo ya ambayo tunasema ni hatarishi, kwa mfano kwenye milima yetu ya Inyara na Mlima Nyoka kwa maana ya long overtaking. Kwa hiyo baada ya taarifa hii ya miundombinu hii ya mawasiliano kuhujumiwa, mnamo tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka 2025 majira ya saa 9 alasiri, msako mkali uliendeshwa na jeshi la polisi tukiwa tunashirikiana na maafisa wa kampuni ya Halotel, na ndipo kikosi hiki cha Makachero kishirikiana na maafisa walifika maeneo ya Sido katika jiji la Mbeya, ndipo waliweza kuwakamata watumiwa wakiwa na vyuma vya minara ambavyo ni typical pieces vipande 8 vyenye urefu wa mita 5.5 kila kimoja, lakini pia kulikuwa na waya wenye urefu wa mita 560. Vifaa hivyo vyote viliibiwa mnamo Juni tarehe 2 mwaka huu, na katika ufuatiliaji ilionekana vifaa hivi viliibiwa vikiwa katika eneo lililokuwa limekwisha bainishwa na kampuni ya Halotel kwa ajili ya kusimika mnara kwa ajili ya kuongeza mawasiliano katika mawasiliano ya mji huu wa Mbeya na maeneo mengine. Kwa hiyo hawa watumiwa wao walifika katika maeneo hayo ambapo vifaa hivi vimehifadhiwa na kuchukua vifaa hivi vya mawasiliano ya kampuni ya Halotel na wakawa wameviweka kuvipakia kwenye gari namba T607 DJC aina ya Scania lori mali ya Adam Selemani Mwakitusia, wakiwa sasa katika harakati za kuandaa vyuma hivi na kuvisafirisha kupeleka Dar es Salaam. Ndipo kikosi chetu cha Makachero kiliweza kuwakamata na kuwafikisha katika kituo cha polisi kwa ajili ya mahojiano zaidi, kwa sababu wamerudisha nyuma juhudi nzima za kampuni, lakini si kampuni tu na serikali kwa ujumla katika kuwaletea wananchi mawasiliano ambayo yanarahisisha shughuli za kimaendeleo. Ndugu wanahabari,